Tumekagua, tumejiridhisha, tumeangalia kwamba mradi huo ni muhimu ndani ya nchi yetu na utasaidia sana kuingiza vifaa ambavyo ni vya kielektroniki, vile ambavyo havina ubora. Utakuwa msaada mkubwa sana ndani ya nchi yetu. Na kamati ya bunge imetoa ushauri kwa serikali na kwenye maeneo ya TCRA ili yaweze kufanyiwa maboresho. La kwanza, tunaishauri serikali mfumo wa TCRA ambao tumeushuhudia una uhitaji wa taasisi zingine za serikali kama vile TBS. Tumeiomba serikali kupitia wizara waweze kuunganisha mifumo ambayo itasaidia kuwa na shughuli moja ambayo itakuwa na mawasiliano kati ya TCRA na TBS ili kuweza kumudu uingizaji wa vyombo ambavyo havitakuwa salama kwa matumizi ya wananchi au Watanzania kwa ujumla. Lakini jambo la pili, tumeishauri serikali na TCRA kwa ujumla, mtambo huu ni mpya. Bado elimu ya mlaji wa mwisho ambaye ni mwananchi hajajua. Sisi tumeenda kukagua, tumeangalia simu inapoingia nchini ikishakaguliwa na TCRA, kuna lebo ambayo ipo ambayo inakuonyesha kwamba simu unayoinunua ni salama na imepitia kwenye maabara ya TCRA. Kwa bahati mbaya Watanzania walio wengi bado hawajui. Kwa hiyo tumeiomba TCRA watumie sasa nafasi hii kutoa elimu kwa umma ili wananchi waweze kutumia fursa iliyowekezwa na serikali, watumie vizuri na wao iwanufaishe. Haya ni maeneo ambayo tumeishauri serikali, lakini tumeiomba TCRA kwa kuwa mtambo huu upo kwenye eneo hili la nchi yetu, Afrika Mashariki na Kati bado hawana mtambo kama huu. Waitumie kama fursa ya kiuchumi na watangaze ili nchi zinazotuzunguka waitumie kwenye maabara hii ili iweze kutoa mifumo ambayo itawasaidia kiuchumi na kuitangaza nchi yetu ili waangalie uwekezaji uliowekwa na serikali. Sisi tunasimamia mawasiliano, na mawasiliano maana yake hayawezi kutokea lazima kuwe kuna vifaa vinavyowasiliana. Kwa hiyo miongoni mwa majukumu ambayo tunayo hapa ni pamoja na kukagua na kuapprove vifaa vya mawasiliano vinavyoingia nchini. Modo, yani kama inatokea kitu kipya cha mawasiliano, kabla mtengenezaji huko anakovitengeneza hajaanza kutengeneza, lazima alete ile sample ambayo amebuni na iko tayari ili ije hapa tuikague kwenye maabara kwamba hii ni sawa, anaweza kuendelea na uzalishaji na baadaye kuleta hivyo vifaa. Sasa inafanya nini? Inafanya mambo mawili makubwa ambayo ndio mmeona pale. Kwanza, kifaa kinapotumika, kwa mfano simu, hasa simu na vifaa vingine vinatumiwa na binadamu. Ameshika mkononi au ameweka karibu na sikio. Sasa mwili unapofanya kazi au unapokuwa karibu na kifaa chochote cha umeme, kuna kiwango cha juu cha nishati ya umeme ambacho mwili au ngozi inaweza ikakichukua. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba vifaa kama simu viko salama, lazima hiyo sample tuipime, tuiangalie kwamba haitokuwa yani ule ubora wake utakuwa ndani ya parameters au viwango ambavyo vimekubalika kimataifa. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, hivi vifaa vinapowashwa vinawasiliana. Kwa hiyo vinapowasiliana vinatoa kwa masafa, lakini vina bandi njia vinavyopita. Kwa lazima tujiridhishe kwamba vikiwashwa kweli
vinafanya kazi kwa mujibu wa hicho kitu ambacho kimetegemewa kufanya. Nimesema kwamba hapa tulipo hapa, kuna wengine wana simu, kuna wengine wana vitu gani, vyote vinawasiliana. Ndege zinapita juu, vinawasiliana. Kwa lazima kila kifaa tuhakikishe kwamba kinapokuwa kinawasiliana kwa mujibu wa vile viwango ambavyo vimetengenezewa, ili kisilete matatizo kwa vifaa vingine na kwa mazingira mengine. Kwa hiyo ukubwa wake hasa ni huo, na kila ikishafanywa type approval, taarifa huwa inawekwa pia kwenye website inaonyesha kwamba model hii, aina hii ya simu au aina hii ya kifaa kinachowasiliana kimeridhiwa, kiko sawa kuweza kufanya ile kazi yake. Sasa ujenzi huu ulianza mwaka jana, ulianza mwaka juzi, umeisha mwaka jana, na kama tulivyosema pale, tangu tumeapprove model au vifaa 148. Kumbuka hizi ni sample, sio tukisha approve model ndio ikienda kuzalishwa ndio zinakuja zile consignment nyingi zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.